Na tunaanza kuangalia taarifa za michezo kupitia soka letu. Ni taarifa ambazo zinajiri kwenye maeneo mbalimbali. Sasa tunaanzia pale jijini Arusha, wakati ambapo mnyama Simba alikuwa amekaribishwa na TRA kwenye uwanja wa Sheikh Rabed Arusha kucheza mchezo wa ligi kuu ya NBC ambao ulikuwa ni mchezo wa kiporo, lakini Simba imepunguzwa kasi kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC baada ya kutoa suluhu dhidi ya TRA United jana Alhamisi jioni kwenye uwanja wa Sheikh Rabed Arusha. Licha ya kutawala mchezo kwa muda mwingi, Simba ilipata wakati mgumu kutengeneza nafasi za kufunga na kupelekea mchezo huo kumalizika kwa suluhu. TRA United ilifanya mashambulizi kadhaa ya kushitukiza, lakini hayakufanikiwa kuipa goli la ushindi ama goli lolote. Tutaenda kutazama mchezo huo kwa kina zaidi, mchezo ambao ulikuwa na mengi ya kuzungumza: kadi nyekundu ya Valentine Nouma, lakini pia goli ambalo TRA United walilifunga na mwamuzi ama mshika kibendera namba 2 kutafsiri kwamba ni tukio ambalo lilikuwa la offside, na hivyo TRA kurudi katika 0 na si katika 1. Sawa, Andrew Kinga Mkono, Michael Yera, tunatazama mchezo ambao uliahirishwa kutokana na masuala ya kimazingira, kwa maana ya mvua kubwa ambayo ilinyesha Arusha na uwanja kutokuwa rafiki kwa mchezo huo kuchezwa, ukasogezwa mbele, lakini ikabidi wacheze kwanza mchezo wa mzunguko wa pili ambapo Simba alikuwa nyumbani na akapata ushindi wa magoli 3. Lakini mchezo huu ambao walikuwa wanacheza mchezo wa kiporo ulionekana kuwa ni mgumu sana kwa kila timu na Simba kuvuta shati. Andrew Kinga Mkono, wakati ambapo mashabiki wa Simba wanakuwa naamini kwamba ndio muda ambao Simba anatakiwa ashinde ili apunguze gap lake ama ale kiporo chake, na yule aliye juu apunguze gap lake, inakuwa ni tofauti kabisa. Mara zote imejitokeza kwa Pamba, ilijitokeza hata msimu uliopita dhidi ya Azam, dhidi ya imejitokeza tena msimu huu hivyo hivyo. Mimi nadhani pressure ni kubwa kwao kwa sababu wana hiyo hamu ya kutaka kuchukua ubingwa baada ya kupoteza kwa misimu 4 mfululizo. Wana hamu na wao kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa na hamu unatamani kufanya vizuri sana, na wakati mwingine kila unavyotamani kufanya vizuri ndivyo unavyotoa nafasi kwa wapinzani wako na wenyewe kukukaba na kukukabili, na unapoteza ule umakini wa kiuchezaji na kujikuta kwamba mechi ambayo ungetakiwa kutulia upate matokeo unakosa matokeo. Lakini kingine, jana unaangalia Simba ilivyocheza, ilionekana kabisa kukosekana kwa Chama tokea kipindi cha kwanza, ilionekana kama kuna gap, kwa sababu kwenye mechi zao zote za msimu huu nyingi za tokea raundi ya pili wameanza, Chama ameingia kwenye kosi, amekuwa ni mchezaji ambaye muhimu sana kwenye timu yao. Kwa hiyo kukosekana kwake jana, kuchelewa kuingia kwake, kulionekana kama kuna changamoto. Kingine unaona kabisa Maema alikosa ile kuwaunganisha vizuri wachezaji. Unamwona katikati kukawa na gap kubwa kati yake pamoja na wale washambuliaji, kitu ambacho wakati mwingine Chama wanakipunguza, wanakuwa karibu, kwa hiyo timu inakuwa inaenda vizuri. Kingine unakuta kwamba bado nafasi za pembeni wanacheza mpira vizuri, lakini wanakosa umakini wa kutengeneza zile nafasi kwa ajili ya mfungaji. Kwa hiyo mwalimu muda mwingi anajikuta yuko peke yake na hapati mipira mizuri ya kumfanya aweze kutumia na aweze kufunga. Kwa hiyo unajikuta kwamba Simba imepoteza kwa sababu ya pressure ya kimchezo, na hasa ukizingatia siku moja kabla mpinzani wake kashinda goli nyingi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mnaingia nacho wakati mwingine kwenye mchezo, mnasema hii mechi itakuwaje, na yule jamaa ashatupita. Kwa hiyo baada ya kujikuta mnapunguza gap, mnajikuta mnaongeza gap la point, kwa sababu kabla mechi hizi mbili za viporo za Simba ilikuwa inaonekana Simba angeweza kushinda akibakisha tofauti ya pointi 1. Lakini baada ya mechi hizi mbili za viporo za Simba anajikuta sasa na pointi 8 kaachwa. Kwa hiyo ni pointi nyingi zaidi ameachwa. Kwa hiyo mzigo umezidi kuwa mkubwa kwake. Kwa hiyo naona Simba wameingia na pressure, na kitu ambacho wanapaswa kukiepuka kama kweli wanataka kwenda kufanya vizuri. Mambo mengine watulie kiuchezaji, timu itulie, wacheze mpira wao, wajiamini, wanaweza kupata matokeo mazuri. Na kwa TRA na wasifu kwa mchezo wa jana, kocha wao alikuja vizuri na mpango mzuri, akukaa nyuma, aliamua kucheza na akawakaba Simba vizuri. Unajua wakati mwingine ukikaa nyuma kwa kuogopa sana, unatengeneza mazingira magumu kwa timu yako. Na katika mechi ya jana wao TRA ndio walikuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushinda kuliko Simba. Kama ukiangalia kama mechi yao zidi ya Yanga, na vivyo walitengeneza nafasi nyingi za kushinda, na mechi ina vile vile wakarudia, wametengeneza nafasi nyingi za kushinda, lakini bahati mbaya siku haikuwa yao, wakaishia kupata matokeo ambayo kwao ni fair, kwa sababu kwa misimu 2 mfululizo hawajawahi kumfunga Simba. Leo unakuja kupata suluhu kwao ni kitu kikubwa sana, kwa sababu ile pointi moja walioipata ina umuhimu sana kwao. Sawa, Michael, tunazungumzia Simba ambayo ilikuwa inapambana kuweza kuzitafuta alama 3 kwenye uwanja wa Sheikh Rabed, lakini ikashindikana. Tunazungumzia pia kiwango cha mpinzani wake, kwa maana TRA ambaye alikuwa na kiwango bora zaidi hata kwenye mchezo uliopita waliocheza dhidi ya Singida Black Stars. Ni timu daraja la juu ukilinganisha na baadhi ya timu kwenye ligi kuu.
Shida mimi ambayo naiona Simba jana anacheza, lakini hatukuona hata nafasi zile ambazo Simba inatengeneza unasema kwamba hii ni nafasi ambayo mchezaji alitakiwa afunge. Nini ambacho kilijiri? Nini ambacho unakiona kwenye jicho la ukocha? Ya, nafikiri kwenye kile ambacho walikifanya TRA kwenye homework yao kilikuwa pia ni kitu kingine ambacho kilikuwa kinawapa Simba wakati mgumu kwenye kutengeneza hizo nafasi ambazo pengine TRA wangeweza kukutana nazo kwenye hatari zaidi kuelekea kwenye lango lao. Na hii ni mechi ambayo imechezwa ikiwa ni mpishano wa siku chache tangu mechi yao ya mwisho wacheze ambayo ilichezwa Dar es Salaam. Kwa hiyo inawezekana hata homework ya mwalimu wa TRA ambayo unasema ni kama timu ya pili ilikuwa ni rahisi kuona wapi ambapo alifeli kwenye mechi ya kwanza akaruhusu magoli 3 na anakwendaje kwenye mechi hii ambayo ni nyingine akiwa nyumbani ili kuweza kudhibiti hatari ambao Simba wako nao kwenye mechi. Kwenye mechi ya kwanza, moja kati ya eneo ambalo lilikuwa ni bora kwa Simba, waliamua kutumia zaidi kwenye eneo la pembeni na eneo la katikati kulifanya kama sehemu yao ya mkakati wa kutengeneza mashambulizi mengi kuliko ambavyo kwenye mechi nyingi za nyuma alikuwa anatumia maeneo ya pembeni kama sehemu ya kutengeneza mashambulizi. Na moja kati ya wachezaji ambao walikuwa kwenye kiwango bora kwenye mechi dhidi ya TRA ambayo alicheza Dar es Salaam alikuwa ni Neo Maema. Balak kwenye mechi hii ya pili hakuwa kwenye wakati mzuri sana kama ambavyo ilikuwa kwenye mechi ya kwanza, kiasi ambacho mpango wa kutengeneza mashambulizi kupitia kwenye eneo ambalo liliwafanya kushinda kwenye mechi ya kwanza magoli 3 lilikuwa tayari limeshaharibika kutokana na mpango ambao TRA waliingia nao. Na kwa nini iliharibika? Ni kwa sababu ukiangalia kwenye mechi hii, moja kati ya maeneo mengi ambayo Simba wanakuwa na strength kwenye mechi zao nyingi ambazo wanacheza, hasa kwenye kipindi hiki cha hivi karibuni baada ya ingizo la Anset Ula Libase Gay, mwalimu wa Simba ameamua kuwa hawa wachezaji wawili kwenye maeneo ya pembeni kwa sababu ya technicalities ambazo wako nazo ndio atakuwa msingi wangu kwenye kutengeneza hatari kuelekea kwa wapinzani. Kwenye mechi ambayo ameicheza jana ilikuwa ni mechi ambayo mpango wa TRA ambao nao pia moja kati ya maeneo ambayo wanatengeneza hatari nyingi na maeneo ya pembeni, ikawa inakosekana support ya moja kwa moja ya kuwapa huduma wale wachezaji ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni, kwa maana Anset Ula pamoja na Libase Gay. Tafsiri yake ni kwamba eneo la katikati ambalo Simba alikuwa ameingia na viungo watatu, kuwa na Alassane Kante, Yusuf Kagoma pamoja na Neo Maema, hao ndio ambao alikuwa anategemewa kutengeneza nafasi nyingi kuelekea kwenye lango la TRA. Lakini utaangalia nini ambacho TRA walikifanya kwenye kujibu uhatari ambao Simba anaweza kutengeneza, ukiachilia mbali maeneo ya pembeni ambao unasema jana kwa nasema hapo kwamba inawezekana ni mechi ambayo kwenye maeneo ya pembeni atakuwa hana hatari sana, hasa kwa upande wa Simba kwa sababu watakosa huduma ya moja kwa moja kutoka kwa fullback ambao mara kadhaa kuongezeka kwa Shomari Kapombe na Kibabagi kuna hapa advantage Anset Ula pamoja na Libase Gay kupata mipira mingi kwenye maeneo ambayo ni hatari. Lakini jana hawa wachezaji wawili ambao wanaanzisha mashambulizi, kwanza kazini kwao kulikuwa na shughuli ya kuwazuia mawinga wa TRA. Kwa hiyo ikawa ni ngumu kuweza kutoa huduma kwenda kwenye eneo la kushambulia. Sehemu pekee ambayo ilikuwa imebakia kwa Simba kutengeneza mashambulizi ilikuwa ni eneo la ndani ambako anacheza ndo wao Kagoma, Kante pamoja na Neo Maema. Sasa kwenye mechi ya kwanza TRA huo mtego walikuwa hawajautegua kwenye eneo la katikati, wakaacha advantage kwa Simba kwenye eneo la katikati, wakadili na wale wachezaji wawili ambao wanacheza kwenye maeneo pembeni ambao walikuwa na hatari mkubwa. Bahati mbaya Simba au bahati nzuri kwa Simba wakaona kwamba okay, kwa sababu wao tayari wametucounter kwenye maeneo ya pembeni, tutatumia eneo la katikati kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi kwa Neo Maema ambaye alikuwa na kiwango bora kwenye ile mchezo. Kwa hiyo kwenye hii mechi unaona majukumu ambayo TRA walikuwa wamegawanya vizuri hasa kwenye eneo la katikati. Angalia kile ambacho alikuwa anakifanya viungo watatu na majukumu ambayo alikuwa amegawanya vizuri. Jamali Dulas, mmoja kati ya wachezaji ambao kwenye sifa za kukaba anakupa hizo sifa kwa asilimia kubwa. Anaweza akavuruga mipango mingi ya wapinzani ambao anaitengeneza kwenye ile eneo. Na ni mchezaji ambaye anaweza akacheza pia upande wa fullback. Kwa hiyo kwenye kukaba huwezi kuona kama anaweza kawa na changamoto. Lakini Chanda Chewe ambaye alikuwa anatumika kama box to box midfield kutoka kwenye box ya kuzuia na box ya kushambulia, ni mmoja kati ya wachezaji wengine ambao alikuwa pia kwenye nyakati nzuri kwenye mchezo.
mara nyingi ulikuwa unaona anarudi ndani kwa ajili ya kutibua hizo hatari ambazo Simba wangeweza kuwa na option nyingine ya kutengeneza mashambulizi kupitia kwenye eneo la katikati. Sawa, ni kiwango cha Simba na namna ambavyo pia jana hali haikuwa sawa kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid kwa Simba na kushindwa kupata alama tatu, lakini wakigawana alama pamoja na TRA United. Tunazungumza kupitia kipindi cha Viwanjani ambacho kinaangazia mchezo huo, lakini pamoja na matukio mengine mengi. Lakini moja kati ya tukio ambalo linazungumzwa ni tukio ambalo lilikataliwa goli la TRA United ambalo walilifunga na kuonekana kwamba goli lile lilikuwa tayari katika mazingira ya kuotea. Andrew Kingamkono, bila shaka hakuna wasiwasi kwa mshika ama mwamuzi msaidizi namba 2 Frankie Komba. Ni Frankie Komba alikuwa ambaye aliweza kuona kwamba tukio lile ni mpira wa offside. Ni kweli ile tukio ni mara kwanza ukitazama kwa jicho la haraka haraka unaweza kusema amekataa goli, lakini alikuwa yuko sahihi mwamuzi, kwa sababu yule mchezaji wa TRA aliwahi kuingia kabla. Frankie Komba alikuwa ni line 1. Yaani kuna mtu anaenda kuingia wa kwanza kabla ule mpira hujafika kwenye ile eneo. Kwa hiyo aliwahi, unaona yule anakimbia yule wa kwanza yule, alafu kingine akaja ule mpira akashiriki. Unaona aliposhiriki pale, kile kitendo cha yule kucheza. Huyu ni Kombo. Kombo. Naona Nasri Kombo ambaye ni nahodha wa TRA. Kwa hiyo kile kitendo cha yeye kushiriki kwa kuepesha mguu wake kinamfanya moja kwa moja kuwa sehemu ya mchezo. Kwa hiyo nadhani mwamuzi alikuwa yuko sahihi kwa lile tukio alilofanya, ilikuwa hamna tatizo, yani ni halali alichokifanya kuliko angeruhusu kwa goli. Sheria ya offside inaelewesha watu, au sasa hivi watu wanaweza wakaelewa kwamba tukio hilo ukisema kwamba sio goli hata kama hakugusa mpira, kwa sababu watu amegusa hajagusa mpira. Watu wanaelewa sasa kile ambacho, yani hiyo sheria ni ngumu na inachanganya watu wengi duniani kote, na ndio sheria ambayo inafanywa marekebisho kila siku. Unaona, lakini kimchezo unashiriki vipi mchezo hata kama hujagusa mpira, lakini mandhari wewe umepita mbele ya mpira ule mpira, maana wewe umemzuia kipa kuona. Kwa hiyo kwa kitendo kile ulichokifanya tayari wewe umeshashiriki kwenye huo mchezo, haukupaswa kuwa kwenye lile eneo. Yani angekuwa nyuma afu ule mpira ungeenda wenyewe moja kwa moja golini, ingekuwa goli halali, lakini yeye alikatiza mbele afu mpira ukapita nyuma yake. Kwa hiyo kipa kibinadamu lazima atachukuliwa na kile kitendo cha wewe kukatiza mbele yake, kwamba amedanganya. Kwa hiyo ndio maana kipa hakuweza kuona mpira, akajikuta anamwangalia mtu baada ya kuangalia mpira. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio sababu hasa ya hili tukio kuwa ni offside. Na hapo maana yake kinachohukumiwa ni mtu ambaye yupo kwenye eneo la kuotea kunufaika na tukio la kufaidika kwenye huo mpira ambao unaenda. Sasa kwenye hili tukio ukijaribu kuangalia kosa ambalo atahukumiwa Nasri Kombo kuwa kwenye eneo la kuotea na kupata faida ya huo mpira ambao unakwenda kule, ni kwamba yeye amezuia vision ya golikipa kwenye kufanya catching ya ule mpira. Sasa kitendo cha yeye kuzuia golikipa kuona mpira katika hali ambayo ingekuwa ni rahisi zaidi, tafsiri yake ni kwamba wewe umenufaika na kuwepo kwako kwenye eneo la kuotea. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuruka ule mpira, maana yake tayari umejihusisha nao na badala umemnyima golikipa Kasali vision ya moja kwa moja ya kuona ule mpira ambao angeweza kuudaka. Kwa hiyo yeye kuwepo kwenye ile eneo, unatakiwa kama unakuwepo kwenye ile eneo na hutaki kunufaika, maana yake usifanye action yoyote. Ugande, mchezo wa kuganda. Yaani usifanye action yoyote. Ukifanya action yoyote tu kama ambavyo amefanya, hata angeutikisa mguu tu kwamba ameusogeza mguu ndio mpira umepita hapo, maana yake hilo ni kosa. Wewe unatakiwa kustand kwamba haujihusishi kabisa na mpira umgonge au mpira umpite pembeni. Yaani amesimama pale, wewe usihusike kabisa na hilo tukio. Kwa hiyo kitendo cha kuwa mbele kwenye eneo, kwanza kuwa kwenye eneo la offside, then anakwenda pale ni kama umeingilia mchezo. Ndio kosa ambalo umeingilia mchezo na umenufaika nao na umemnyima golikipa uwezo wa kuona mpira moja kwa moja. Kwa hiyo ni kosa ambalo yanahukumiwa kwenye ile tukio. Sawa, katika mchezo huo pia tunashuhudia nafasi ambayo alikosa Rushan Deruek, moja kati ya nafasi ambayo tunaweza tukaitaja kwamba ni moja ya nafasi pekee ya wazi sana pengine ambayo Simba aliipata kwenye mchezo huo. Lakini mpira wake huo ambao kutokana na mpira wa adhabu ulienda nje, na ni tukio ambalo pengine tunaweza pia tukalizungumza. Ugumu wa kutengeneza nafasi kwa Simba tuliuona jana. Linatokea tukio moja dogo ama tukio ambalo pengine watu waliamini kwamba mguu wa Deruek pengine ungekuwa na target nzuri, basi ungeelekeza mpira ule langoni, pengine angetokea yale ambayo watu hawakutarajia.
Tulizungumza kwenye nafasi, jinsi ambavyo Simba walikuwa ni wagumu sana kutengeneza nafasi, lakini hivi karibuni pia ni wazuri sana kutengeneza nafasi za magoli kupitia mipira iliyokufa, set pieces, lakini pia hata mabeki wao ni wazuri pia kwenye kuweka nyavuni mipira hiyo. Ni kitu gani ambacho jana kilikosekana kabisa kwenye timu ya Simba? Yaani kikubwa jana kilikosekana utulivu. Yaani unaweza kusema ulikosekana ule utulivu wa kiuchezaji wa mmoja mmoja, na hata nafasi unaizungumzia ya Rushen kuikosa ni amefunga magoli ya aina hiyo. Kati ya magoli yake matatu alofunga, mawili ni ya aina hiyo. Yaani mpira ulipigwa akaenda kaugusa, lakini jana bahati mbaya amepigwa cross ile ameugusa, lakini mpira ukakataa. Kuna siku inakuwa siku mbaya kazini, ndio kama hivi. Kwa hiyo kukosa umakini wa kimchezo imechangia sana jana Simba kuwa hivyo walivyokuwa, lakini nadhani kingine ndio siku zote tunamsifu mwenye mbio huku tunamwangalia anayemkimbiza anakoje. Kwa hiyo tunawasifu TRA kwa sababu TRA waliwanyima Simba uhuru wa kuwa wacheze vile wanavyotaka. Wangewapa huo uhuru Simba ingekuwa mechi yao nzuri, lakini wao waliwanyima hiyo nafasi Simba kucheza vile wanavyotaka, kwa sababu hata jinsi walivyokuwa wanakaba TRA walikuwa wanakaba Simba toka kwenye box yao, hawakuwapa nafasi kule mwanzo kabisa. Alafu kwa sasa Simba sasa ikakosa ule ubunifu wa uchezaji mmoja mmoja. Kagoma yuko kidogo yuko direct, ukimwona Kante naye vile vile hana vitu vingi. Maema labda kidogo unasema anaweza kukaa na mpira akapiga chenga mitatu. Kwa hiyo uliona sehemu nyingi ambazo wao TRA waliweza kuwafanya Simba wakose ile raha yao ya kucheza mpira na kutulia. Mabadiliko haya Michael yaliashiria chochote baada ya Morris pamoja na Clatous Chama kuingia, wakati ambapo watu walikuwa wanaamini kwamba mechi hii pia ilikuwa inamhitaji Chama baada ya kuonekana kwamba nafasi hamna zinazotengenezwa? Alileta kitu gani kipya kwenye klabu ya Simba? Sasa kwenye kile ambacho Chama alikuwa na kusudiwa kwenda kukiongeza kwenye timu ni kuona anapatikana mchezaji ambaye anaweza akaongeza level ya ubunifu, kuwa na uwezo wa kupokea mipira nyuma ya mstari wa kiungo cha TRA, ambaye ukiupata mpira kwenye eneo ambalo ni nyuma la viungo wa TRA, maana yake ni kwamba unaibiti safu moja tu, yani unakutana na mstari mmoja tu wa kuzuia kuelekea kwenye kushambulia. Na ndilo eneo ambalo Chama alikuwa anahitajika kwenda kuongeza hicho kitu. Mwanzo wakati Simba anacheza wakiwa na wale viungo watatu, walikuwa anacheza kwenye kiungo ambacho kinanyoka kwenye mstari. Yaani kunyoka kwa maana yani mmoja anakaa ndani, wawili wanakaa pembeni. Hakuna mtu ambaye alikuwa anapokea mipira nyuma ya kina Jamali Duras. Maana yake ni kwamba ili upate mpira kwenye ile eneo ambalo umekaa kwenye mstari ambao umenyoka, unajua mbele yako mnakutana na mistari miwili tena ya kuivunja. Yaani unakutana na mstari wa kiungo cha ulinzi, afu unakutana na mstari wa kina Kombo ambao ni wa beki. Sasa alikuwa anahitajika mtu ambaye angeweza kupokea mpira hapa nyuma ya kina Jamali Duras, ambaye sasa akiupata mpira hapa maana yake ni kwamba anabiti mstari mmoja tu, afu yes, unakuwa na uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi. Na ndio maeneo ambayo Neo Maema hawezi kuchezesha timu kwa mtindo huo. Neo anachezesha timu lakini akiwa anatokea chini. Yaani sio auoni mara nyingi kama Neo akiwa uwanjani anacheza kwenye ile eneo ambalo nimekuambia la mstari wa nyuma ya viungo. Yeye anacheza kutokea chini. Angalia hata pasi ambazo lengo la Steve Barker kuingia na mpango huo wa kumtumia Kante, Kagoma na Maema katika huo mstari mnyofu ambao ulisema wa kiulinzi katika eneo la kiungo, ulitoa faida gani kwanza kwa Simba? Ulitoa faida pengine kwenye mazingira ya kuzuia, kwa sababu Simba kwenye hii mechi kuna nyakati ambazo walikuwa wanahitaji backup ya kiungo, wale viungo hasa viungo wawili Kante pamoja na Kagoma kwenye eneo la kuzuia. Maana yake ni kwamba katika nyakati ambazo itatokea fullback amezidiwa, ina maana mmoja kati ya wale viungo anasogea kwenye ile eneo. Lakini kuna muda pia ulikuwa unaona kwa sababu ya mechi ya situation ilivyokuwa naenda, mara nyingi ulikuwa unamuona Lucien Deluk akiwa anavuta sana upande ambao alikuwa anacheza Kibabagi. Tafsiri yake ni kwamba wakati Lucien anaenda kwenye upande ambao Kibabagi anacheza, unatakiwa pia kumdrop kiungo mmoja aje atengeneze less defense ambayo ni nzuri. Kwa hiyo kuwa na wale watu watatu maana yake ni kwamba kuna muda ambao wenyewe tu alikuwa na switch kuja kubalance kwenye eneo la kiulinzi. Wakati Kibabage labda kaenda zake safari ya mbali, ya aidha kaenda kushambulia ama kakutana na ile situation ya 1v1 ambayo imemshinda. Lucien mara nyingi ulikuwa unaona kwenye mechi amefanya hizo recovery nyingi sana kwenye ule upande. Kwa hiyo akienda kufanya recovery maana yake ndani angebakia
mlinzi mmoja ambaye ni Ismail Tule. Kwa hiyo Ismail Tule pia alikuwa anahitaji backup ya mtu ambaye anatokea kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo inawezekana kuwepo na wale watu ambao wana hizo tabia pia wakati mwingine ya kurudi, ilikuwa rahisi kwenye mpango wa kwanza kabla huo mpango wa pili kuingia kumintroduce mtu ambaye angeweza kwa mpira juu. Tutazame kuhusiana pia na wachezaji wawili Andrew Kingamkono ambao waliingia kwenye dirisha dogo kwa maana Elibase Geye pamoja na Ansel Oura. Ni sehemu ya wachezaji ambao walikuwa wanazungumzwa vizuri katika michezo iliyopita. Kwa sasa hivi naanza kumuona Libase kama tayari anakuwa anashuka, yani kwenye mazungumzo, ukizungumza na mtu ambaye anazungumza mpira anakuambia hatengenezi matukio mengi ya kuisaidia timu. Atakimbia, atapiga cross ama atababatiza mpira, utagonga ukuta, utarudi. Changamoto niliona kwa watu wawili, Oura pamoja na Libase, ni kwamba wao wanatamani kuwa wafungaji zaidi, na hiyo ndio inawafanya wanapoteza ule umakini. Unaangalia kuna nafasi ambazo Oura alikuwa anapata, angeweza kutoa pasi kwenye mechi ya jana, angeweza kutoa pasi kwa mwalimu au kwa mwingine akasababisha madhara, lakini yeye anataka kupiga mwenyewe. Matokeo yake anababatiza, mpira unatoka, anakosa. Na ikienda kwa Gay vile vile, akichukua mpira naye anataka kwenda kumaliza paka kwenye nafasi ya mwisho, apige cross ambayo ina uhakika, kwa sababu mguu wake wa kulia hauna nguvu. Kwa hiyo akijikuta akifika mwisho analazimika lazima apate tabu tena kurudi katikati. Kwa hiyo inampotezea ile lengo yake, na wakati mwingine anajikuta kwa wanasema unakuwa mchezaji machachari, lakini unakuwa una madhara, kwa sababu watu wanaangalia siku zote kwenye mpira wako wa mwisho unaleta nini kwenye timu. Wao nadhani wangejikita zaidi katika kuhakikisha kwamba wanampa nafasi nyingi mwalimu, na wao wangefunga kama wakati unapotokea. Yaani wangemhakikisha mwalimu awe busy, kwa sababu wao wanamfanya mwalimu sasa analazimika kuhangaika kutafuta mpira, kwa sababu hapati huduma kutoka kwa watu wawili ambao wao wanasifika kwa uwezo wao kukaa na mpira na kutengeneza. Sasa unapokaa na mpira siku zote lazima unainua macho kuangalia nani anatoka sehemu gani, na ndicho hicho kitu kinachomfanya Chama aonekane muhimu sana kwenye hii timu, kwa sababu wakati wote yeye anaangalia wapi pa kutengeneza nafasi. Kwa hiyo wao kama mawinga wa pembeni ambao wamekuja vizuri, wameanza kushika timu vizuri, lakini sasa wanakosa ule mpira wa mwisho, na kukosa mpira wa mwisho kama winga, beki hapati tabu na wewe, anakusindikiza tu, anakukimbiza mpaka mwisho, unatoka, unapiga, unambabatiza, mwisho. Kwa hiyo wanakosa yale malengo ya timu ambayo watu wanataka kuona kutoka kwao. Ndio maana kama unazungumza kwamba kidogo watu wanaanza kusema kumbe Libase naye ni mchezaji wa kawaida, tulikuwa tunaogopa, lakini kumbe angeweza kutumia mguu wake wa kushoto. Nilikuwa nasema juzi, nilikuwa naambia mtu juzi kwamba Libase angeweza kuwa na muiga hata Olise ule wa Bayern Munich, amwige Olise jinsi anavyocheza. Unajua Olise wa Bayern anavyocheza? Umeenda mbali. Unajua lazima umpeleke mtu mwenzini ili akikosa aangukie hapo katikati, si ndio? Hata atazame sana mechi za Bayern na Olise. Muangalie Olise jinsi anavyocheza. Kwa sababu Olise anapopata mpira haendi tu pembeni, anaingia katika, na hata akipiga shuti unaona shuti lake analenga goli, lakini Libase anapigi mashuti ya kulenga goli. Sasa wakati mwingine anajiuliza watu mazoezini wanafanya vitu gani? Au ndo unasubiri mpaka mwalimu tu akwambie? Siku zote mchezaji unapocheza namba lazima kuna watu ambao unatamani kuwafikia viwango vyao. Kwa hiyo lazima utembee na hao, uangalie wanapocheza ili ufanikiwe. Sawa, asante sana Andrew Kingamkono. Wakati huo pia Libase Geye anaambiwa ajaribu kumwangalia Michael Olise wa Bayern Munich kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Pia ligi ya Bundesliga unaishuhudia vyema zaidi kupitia Azam Sports 2, ambapo huu inakuletea mitanange mbalimbali ya Bundesliga, kama ambavyo pia tutakuonesha wiki hii mitanange mikubwa. Lakini baada ya mchezo huu kumalizika, mwandishi wetu pale jijini Arusha aliweza pia kutuandalia taarifa ya makocha timu zote mbili. Kipi ambacho alikizungumza baada ya kumalizika kwa mtanange huo? Sasa kwetu leo Christina Mwagala na washirika wake hapa kuna kitu wanakiita TRA effect. Mimi sijajua ni kitu gani. Hebu tuambie TRA effect ni nini? Ukizungumza TRA effect, cha kwanza angalia kila timu inayokutana na TRA lazima idondoshe point, lazima ifukuze kocha. Kuna mtu kafukuza kocha hapa kabla hata dakika 9 hazijaisha. Mimi leo natumia hii nafasi kumwombea msamaha kocha wa Simba, kwa sababu sisi kwenye FA tunafika finali. Moja ya plani nilikuwa nayo kwa mechi hiyo, nilijua kama anaweza kupata red card. Kwa hiyo nilikuwa na unaona wakati alikuwa hatukushake, tulikuwa tunarudi kwa hiyo shape. Nilikuwa najua kama such games inatokea, pressure nini, speed, na ndio wachezaji wakubwa wanataka create vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa najua kama inaweza kutokea, tulikuwa na plani yake.
Yeah, a number of factors. I think obviously a challenging team, a good team, TRA, difficult to play against at home. So the opposition was tough. The conditions of the pitch a little bit difficult also in terms of just the speed of the ball, the way it rolls. So, you know, that also. And I think the most important part was just tactically our first half, we just didn't attack the depth enough, and we played in front of them too much, which made it easier for them. And then I think second half we got into better positions, but unfortunately just our final delivery and final cross or pass was just not of the level that we required to create more chances. Tulitegemea matokeo mazuri kwa Simba hapa, lakini niwapongeze TRA, wamekuwa na timu bora zaidi, kwa hiyo wameweza kutuzuia sisi kutofunga magoli. Unadhani ni kitu gani ambacho kimekwamisha kwa leo? Nadhani tu ni ubora wa TRA, kwa sababu unajua timu mbili zikisha kuwa bora basi kufunga goli inakuwa ngumu, kwa sababu pande zote mbili zinapambana kuzuia kutofungwa magoli. Ni matumaini ya namna gani mlionayo baada ya hapa? Natumaini kwamba tutakuja vizuri na tutafanya vizuri zaidi kwa gemu zinazokuja na wakaribisha Simba Arusha na gemu mbili zitazokuja. Tunatumaini kabisa kwamba tutacheza hapa na tutafanya vizuri na tutapata matokeo mazuri. Kama mashabiki wa TRA United tunasema tunawashukuru sana, kwanza kabisa walipa kodi wa mkoa wa Arusha kwa kutupokea na kutupa support, na baada ya kutupa support sasa wanaweza wakaona timu yao imekuwa na 100% record kwenye uwanja wa nyumbani ambao ni uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Kidogo na mechi kadhaa tulicheza kule uwanja wa Black Rhino Karatu. Ni uwanja wa nyumbani na wenyewe wakati huo kabla uwanja huo hujaruhusiwa. Na washukuru sana kwa support waliotupatia, na waomba sasa waipokee rasmi timu. Walikuwa wanataka kusema timu ni tawi ya timu fulani, lakini wamekuja Yanga hapa, mmeona mambo tulioyafanya. Wamekuja hawa Simba, mapacha wa Dar es Salaam, na wenyewe mmeona mambo tulioyafanya. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana wananchi wa Arusha na walipa kodi wa Arusha. Baada ya mchezo huu sasa wenyeji TRA watasafiri kuwafuata Namungo Football Club katika kombe la shirikisho la CRDB, lakini Simba wao wataendelea kusalia hapa Arusha wakiwa wanatazamia kuwakaribisha Dodoma Jiji katika mchezo huo huo wa CRDB. Lakini Simba pia wataendelea kusalia tena hapa Arusha kucheza dhidi ya Fountain Gate katika mchezo mwingine wa ligi kuu soka ya NBC Tanzania Bara. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Naam, hiyo ni ripoti ya Ramadhani Mvungi kutoka Arusha baada ya mchezo wa TRA dhidi ya Simba kumalizika.